Dada pili kutoka chombo gani? Kutoka Nipashe. Labda mimi naomba nikwambie dada pili, mimi ni shekhe niliyezunguka nchi nyingi sana duniani, na kila ninapokwenda nikiulizwa juu ya Tanzania, upekee wa Tanzania, uzuri wa Tanzania, huwa napenda kusema Tanzania ni nchi ya kipekee kwa sababu ni serikali zote za Tanzania ni serikali zenye kuheshimu dini na zenye ukaribu na watu wa dini na viongozi wa dini. Ni serikali chache duniani zinazoshirikiana kwa ukaribu na viongozi wa dini kama Tanzania. Kwa mahusiano hayo ya baina ya serikali na viongozi wa dini, wao ni viongozi wa kiserikali na kisiasa, sisi ni viongozi wa kiroho. Sisi ndio tuna watu hasa, alafu sisi hatujui kustafu. Hilo ulijua dada pili. Lakini viongozi wetu watastafu tu. Hakuna rais mwenye miaka zaidi ya 11 katika nchi. Miaka 10 ataondoka. Mawaziri miaka mingapi ataitwa mstaafu. Hakuna shekhe mstaafu. Hii maana yake, kwa kuzingatia hilo, serikali yetu na siri miongoni mwa siri za mafanikio ya Tanzania kuwa ni nchi yenye baraka tele, amani, utulivu, umoja, mshikamano, ni serikali kuheshimu dini na watu wa dini. Na ndio maana Al-Hikma Foundation mwaka huu tunatimiza miaka 10 ndani ya uwanja wa Mkapa na Uhuru. Hilo ulijue, sio mwaka wa kwanza, ni miaka 10, na serikali inatupa ushirikiano na tunaendelea kutumia hivyo viwanja, na tunaamini serikali mbegu hii nzuri, mbegu tamu ya kuendelea kuwa karibu na viongozi wa dini, bado serikali itaendelea kupanda, na sisi uwanja tumekwishapewa siku nyingi na jambo letu lipo insha Allah taala. Na sisi katika haya mashindano, dada pili, nikwambie, huwa tunaombaga dua. Usione tumekaa tu pale, dua zinamwagwa pale, wizara yenyewe inapigiwa dua pale na barikiwa. Hata mkitaka timu zenu mzilete pale zipigwe dua, tutazipigia dua, lakini kwa sharti zikiwa zinashindana na timu za nje. Ndani kwa ndani mtatupeleka kule kule kwenye utopolo na ukolo, mtatupeleka. Na sisi viongozi wa dini hatutaki kuwa, tunataka kuwa neutral. Kwa hiyo dada pili, kwenye hilo usio na wasiwasi. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni serikali ambayo inajua namna kuishi na viongozi wa dini. Sisi na wao tunategemeana, na ndio maana sisi pia tukiitwa kwenye lolote la dini tunashiriki. Mimi juzi nimeitwa Arusha kwenye maridhiano day, waziri mkuu alikuwepo, Makonda alikuwepo, Pinda alikuwepo. Nimekwenda na nimesema neno kwa sababu ya mahusiano ya kukabiliana na uwingi wa washirika wakinihitaji na mimi nawasikiliza. Na kwa kutegemeana na kushirikiana, nchi hii itaendelea kupaa na itaendelea kuwa taifa lililobarikiwa. Naam, Sheikh Jaafar. Wa alaykum salam.